Bana, familia ya Natalia inapitia changamoto kubwa sana baada ya baba wa familia kuamua kuitelekeza familia yake na kuanza kudeti na mchepuko, na akaamua kuacha kabisa familia na kwenda kuishi na mchepuko, tena ikiwa ni mbali kabisa ya nchi ambapo familia yake ilikuwa inaishi. Kwa hiyo ameamua kuacha familia yake, yani mke pamoja na watoto wawili. Lakini familia ya Natalia imekuwa inapitia changamoto kubwa sana, kwa sababu Natalia alijitahidi kutafuta pesa, akauza kila ambacho alikuwa nacho, lakini naye ikaja ikatokea mtu akaja akaiba. Yani wanasema siku ya kufa nyani miti yote huwa inateleza. Sasa leo nakuja katika tamthilia hii na kuletea kisa ambacho kimetokea. Tunaona baada ya Natalia kuona anateseka sana, kuna nyumba ambayo alikuwa amejenga yeye pamoja na mume wake, lakini nyumba hiyo alikuwa ameamua kumuuzia Chente. Chente aliombwa na Natalia baada ya janga hili kuwa limetokea, akaombwa kwamba Natalia pamoja na watoto wake wawili waishi katika familia hiyo, yani waishi katika nyumba hiyo kama familia moja. Na ukizingatia Chente alikuwa na mtoto wake mmoja, ambaye mtoto huyo baada tu ya mama yake kufariki alikuwa haongei chochote. Mtoto huyo alikuwa anaitwa Benja, yani alikuwa hakuna kitu anakipenda. Lakini cha ajabu ni kwamba leo Natalia baada ya kufika katika familia hii, mtoto wa Chente akaanza kumpenda Natalia na akawa anaongea. Lakini pia ukizingatia Chente kabla mke wake afariki alimwambia kwamba anatakiwa kutafuta mwanamke wa kuishi naye ili aje amlee mtoto. Lakini kwa upande wa Natalia, yeye kwake ilikuwa ni majonzi sana, kwa sababu mume wake alimwacha siku ya kumbukizi ya ndoa yao, yani miaka 20 ya ndoa yao ndo siku ambapo alikuja kumuacha. Yani aliachwa siku mbaya sana. Kwa hiyo mwanamke huyu amekuwa anapitia changamoto na anaumia sana kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea. Baada ya Natalia kumuomba Chente aishi katika familia hiyo, kwa sababu tayari ile nyumba ilikuwa ni kweli ya Natalia, lakini walikuwa imekwisha kuanza kulipiwa pesa, ikiwa inakwenda kuwa ni nyumba halali sasa kwa ajili ya Chente. Na tunaona Chente baada ya kuona hivyo akamwambia, kama utakubali kusaini niendelee kulipa ili hati zote ziitwe kwa jina langu, basi nitakuruhusu kuishi hapa. Lakini kabla ya hapo alichukua familia yake na yeye akaenda kuwauliza, lakini mtu ambaye anamsikiliza zaidi ni mtoto wake ambaye ni mdogo, anasoma chekechea kabisa, anaitwa Benja. Alimuuliza Benja, je, uko tayari mimi niishi na huyu mama na familia yake? Benja akamwambia yuko tayari kuishi pale, kwa kutikisa kichwa, kwa sababu Benja alikuwa hazungumzi kwa mdomo. Benja baada tu ya mama yake kuwa amefariki alikuwa ana changamoto hiyo. Naona ni issue ya kisaikolojia. Kwa hiyo Benja alikuwa anaendelea kuteseka. Kwa hivyo anapotu mkumbuka mama yake alikuwa anajikuta analia sana. Baada ya kumuuliza Benja, ilibidi arudi kwa Natalia na kumwambia kwamba wamekubali kuishi naye. Kwa hiyo maisha yanaanza upya kati ya familia hii ya Natalia pamoja na Chente, familia mpya sasa hii. Lakini baada ya kuanza kuishi, naona kuna kitu kinaweza kutokea kati ya mtoto wa Natalia na mdogo wake Benja, kwa sababu kuna mtoto mmoja ni mkorofi sana. Mtoto wa Natalia alikuwa yeye akidharau sana maskini, pamoja na kwamba yeye hana chochote kwa wakati huo, lakini bado alikuwa anaendelea kudharau. Lakini kuna yule mwingine ambaye alikuwa na busara, alijikuta anaanza kupendana na mdogo wake Chente. Tunaona sasa mtoto wa Natalia ambaye alikuwa anafahamika kama Regina alianza kumpenda mdogo wake na Chente. Wakati wanaishi hapa, Chente alishangazwa baada ya kumuona mtoto wake anacheka kwa mara ya kwanza, kwa sababu Natalia siku hii alisema anataka aende akapike chakula wale kwa pamoja. Lakini baada ya kuwa kule, tunaona alipoonjeshwa chakula Benja alijisikia vizuri sana, akatabasamu, na kitu kile kilimfanya Chente ajisikie vizuri sana. Kuna mtu ambaye anaitwa Gustavo. Mtu huyu alikuwa na familia yake na yeye alikuwa na mke wake, lakini walikuwa wana mgogoro kidogo. Leo alikuwa amepanga kutoka na mchepuko, lakini kabla ya kutoka akaulizwa, mbona umependeza sana? Akasema kuna mahali alikuwa anataka amtoe out mke wake. Lakini baada ya kufika kule, tunaona amekwenda kuamua kutema nyongo yote. Ameamua kumpa makavu mke wake kwamba amekwisha kuchoshwa na maisha ambayo yanaendelea kati ya wao wawili. Wewe ambaye hujasubscribe channel hii, basi nikukumbushe usubscribe, na wewe ambaye umesubscribe basi endelea kulike, kushare na kucomment. Asante.